Niwapongeze Mheshimiwa Mwenyekiti wa kamati pamoja na mwenyekiti wa mkoa na viongozi wote wa kamati ya ushauri wa wafanyakazi wanawake kwa kazi nzuri ambazo wanazifanya, lakini pia kwa hiki ambacho mmeweza kukifanya kwa mkoa wa Ruvuma. Wanawake wa chama cha wafanyakazi serikali za mitaa wana asilimia 60 ukilinganisha na wanaume, waliobaki wote na wanachama wa kike. Tujipongeze kwa hilo. Na wanawake hawa wana mchango mkubwa kama alivyoeleza mwenyekiti wa mkoa. Chama chenu ndicho chama cha kwanza toka vyama vilivyokuwa huko mwaka 2000 kuanzisha kamati na vyama vingine vikafuata. Kwa ni mfumo mzuri. Mwenyekiti wa kamati kia ameeleza shughuli ambazo tunazifanya, na bahati nzuri nafahamu yalikuwa mengi kwa sababu idara yangu inashughulikia kitengo hiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, kauli mbiu imezungumza habari za haki. Sisi wanachama lazima tutambue haki zetu. Haki zetu zinapatikana katika sehemu mbalimbali, miongozo na mikataba mbalimbali ya kimataifa ambayo inajali haki za mwanamke, lakini katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka haki za wanawake, lakini sheria mbalimbali ambazo zimeweza kuweka haki zetu na miongozo mbalimbali ambayo inatolewa na viongozi wetu na serikali yetu zaidi kumweka mwanamke aweze kupata haki zake. Haki ni zipi? Ziko nyingi. Leo ningesema tuzingatie haki zetu kwa kufuata miongozo mbalimbali, lakini pia kauli mbiu yetu imezungumza habari za kuwezeshwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, umezungumza habari ya miradi na mambo mengine, lakini kuwezeshwa katika masuala mbalimbali ya elimu. Tuendelee kupambana. Dunia na sasa bila elimu mambo ya solidarity. Tusiposoma wanawake baada tutapata nafasi ya kuweza kupambana na kupata haki zetu. Kwa lazima tupambane kusoma kwa bidii na kusoma masomo yale ambayo yanaweza kuinua kuwa na kipato kikubwa. Amezungumza mwenyekiti wa mkoa, kuna mambo mengi ambayo kuna fursa nyingi ambazo tunazo sisi wanawake tunaweza kuzifanya. Kwa hiyo ningeomba tupambane kwa kupata elimu iliyokuwa bora na nzuri kwa ajili ya kushindana na ajira mbalimbali tunapokuwa hapa duniani. Lakini katika kupambana na changamoto tuangalie njia sahihi za kuweza kupambana na hizi changamoto. Nimezungumza njia ya kwanza, nimesema lazima tuwe na elimu, nimezungumza lazima tuwe na haki, lakini pia kuwezeshwa katika masuala mbalimbali. Sisi kama wanawake tuwezeshwe, wanawake tupate fursa, tupate nafasi. Kuna baadhi ya mila na desturi zinagandamiza wanawake kupata haki zao. Lazima tuweze kukemea kwa vikali kabisa kuhakikisha kwamba zile mila ambazo zinamdingiza mtoto wa kike, huyu mwanamke, huyu msichana, ili tuweze kufutwa na mwanamke aweze kusonga mbele. Ukatili wa kijinsia mahali pa kazi, kuna changamoto nyingi tunapokuwa kazini. Sisi watumishi wa kike kuna vitu hatuvipati. Unyanyasaji wa kijinsia mahali pa kazi, uweze kupandishwa cheo na kufanya jambo fulani uweze kupandishwa cheo. Usijali kiasi hicho. Kama una elimu nzuri, umesoma kwa bidii, unafanya kazi kwa bidii, haina haja ya kutoa rushwa yoyote ya ngono mahali pa kazi. Sasa hivi wote mtoto wa kike na wa kiume, elimu sawa, mshahara sawa, kupandishwa cheo sawa. Kwa hiyo tuendelee kuonesha mazingira hayo ya kazi kwa kazini, lakini narudi kama nilivyoeleza mara kwanza, lazima tuwe tumejieleza vizuri. Ni sherehe yetu hii siku ya wanawake, lakini kipekee leo tunaamua kuadhimisha sisi kama wanachama wa TALCU. Nimeona baadhi ya watumishi wenzangu katika halmashauri wamejumuika hapa ili kuweza kusherehekea sherehe hii. Naomba niwapongeze sana wanachama wote wa TALCU kwa kuweza kuwa na mshikamano huu, na hii itakuwa ni chachu kwa baadhi ya vyama vingine vya wafanyakazi ili viweze kuiga mshikamano mzuri na umoja uliopo katika TALCU. Tufanye kazi kwa bidii, tumhudumie mwajiri ili tuweze kupata haki zetu. Haki na wajibu ni muhimu sana kwa sisi wanachama. Lakini jambo la pili, tugawanye muda wetu vizuri katika siku. Tuhakikishe kwamba tunapata muda wa kufanya kazi masaa 8 kwa bidii. Tutumie fursa zilizopo kazini na fursa zilizopo kwenye chama. Wanawake mna fursa nyingi. Chama cha wafanyakazi za serikali za mitaa ni chama pekee kilichoanzisha wingi ya wanawake Tanzania, na sisi tunaendelea kuimarisha ili muweze kujifunza uongozi bora na kuchangia mchango mkubwa katika pato la taifa. Naendelea kuwasihi tutumie pesa zetu
tuweke bajeti, tusikove kupita kiasi, lakini pia tuwekeze kwa ajili ya sasa na baadaye baada ya kustaafu. Kwa hasa mwakani tunakwenda kufanya uchaguzi wa chama kuanzia ngazi ya tawi, mkoa mpaka taifa. Wengi wenu nyinyi kama wanachama wanawake mna fursa kupata nafasi za uongozi kuanzia ngazi ya matawi, mkoa mpaka taifa. Nashukuru taasisi ya TALU kwa kuweza kutoa huduma mbalimbali ambazo ni huduma nzuri kwa wanachama wake. Lakini pia niweze kushukuru hii taasisi ya TALU kwa kuweza kuanzisha kitengo cha wanawake wafanyakazi. Kwa nini wanawake wawe na siku yao maalum? Kwa sababu tunakumbuka wanawake wenzetu waliokuwa wanapata unyanyasaji na hawakuwa na sehemu ya kwenda kusemea na hawakuwa na mazingira ya kuweza kutambua kwamba hili kinachofanyiwa kwamba ni unyanyasaji. Kwa hiyo kitengo hiki kilianzishwa kwa maana ya kwamba tuweze kupata elimu inayohusiana na unyanyasaji au kunyanyasika mahali pa kazi. Kwa hivi inapotokea hiyo hali tuweze kutambua na wapi tuweze kupeleka matatizo yetu. Kitu cha pili ni kwamba katika hiki kitengo cha wanawake wafanyakazi, kwanza tuweze kuibua miradi ambayo itakayomwezesha huyu mwanamke akaweza kuishi vizuri, akaweza kufanya kazi zake vizuri pasipokuwa na matatizo yoyote. Na miradi hii ni hii ya kawaida iweze kufanyika kiurahisi